Shalom, shalom na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku nyingine ambayo naenda kukuombea maombi ya kuzuia kuhara damu. Wako watu ambao wanahara damu. Damu imekuwa imetoka, wanasumbuliwa na ugonjwa huu. Inawezekana umetumia dawa vya kutosha, lakini bado tatizo lako liko pale pale. Limekuwa tatizo gumu haliwezi kutoka. Lakini asubuhi ya leo tunaenda kukemea huo ugonjwa kuhara na damu. Kuna watu wanahara damu. Sikiliza nikwambie, unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 28 na mstari ule wa 8, Biblia inasema ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anahara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mkono yake juu yake na kumpoza. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu anaitwa Pablo. Pablo aliwakaribisha kina Paulo siku 3 akakaa hapo, lakini huyu Pablo alikuwa anasumbuliwa na kuhara kwa damu. Lakini Biblia inaniambia Paulo akaweka mkono juu yake, naye ile hali ya kuhara kwa damu ikaondoka kabisa, akapona. Nami ninatabiri katika usiku wa leo, inawezekana unasikiliza clip hii ni mchana ama ni asubuhi, nami nataka nikwambie, weka mkono wako kwenye kifua kama una tatizo lolote. Lakini leo naenda kushughulikia ugonjwa wa kuhara damu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaangusha kila roho yoyote ya kuhara na damu. Ninakemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ule mkono uliowekwa sehemu yoyote ile umewekwa, unaumwa, umehangaika kwa siku nyingi, umetumia dawa nyingi, haujapata majibu, ninakutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtoto, baba, mwanamke, umefunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uzima hiyo roho ya ugonjwa kuhara na damu. Ninaistisha katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho kuhara na damu natamka kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kuhara na damu, ugonjwa wa kuhara na damu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila mpango, kila bakteria kuhara na damu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo hali ifutike kwa jina la Yesu. Hiyo hali istop katika jina la Yesu. Ninatabiri uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuhara na damu, toweka kwa damu ya Yesu. Inawezekana unanitazama ukiwa hospitalini, inawezekana unanisikiliza ukiwa hospitalini. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, una mgonjwa wako ambaye anahara na damu. Ninaondoa hiyo hali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaondoa hiyo hali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaondoa hiyo hali kwa damu ya Yesu Kristo. Hautahara tena katika jina la Yesu Kristo. Hautahara tena katika jina la Yesu Kristo. Hautahara tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo hali imeondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nami katika jina la Yesu, mkono wako uliowekwa ukafunguliwe katika jina la Yesu, na kufungua kwa damu ya Yesu Kristo, kama jinsi alivyo Pablo alivyowekewa mkono. Nami ninakutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu, umepona kabisa. Hiyo hali haitakuwepo katika jina la Yesu. Na leo ulioweka mkono wako kifuani kwa niaba ya mtoto wako ama kwa niaba ya mwenzi wako, nimeifuta hiyo kesi katika jina la Yesu. Hautahara na damu tena katika jina la Yesu Kristo hai. Mungu akubariki, umefunguliwa kabisa kila aina ya ugonjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nami nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naamini Mungu amekuponya. Unaweza ukajiangalia tatizo lako liko kwenye eneo gani, nami ukanishirikisha ushuhuda ambao Mungu amekutendea kwa dakika hizi chache ambazo tumeomba. Mungu wetu ana umbali kabisa. Dakika hizi chache ambazo Mungu amekutendea muujiza, unaweza ukanitumia message yako kupitia WhatsApp kwa namba ya 0765 91 56 na 04. Lakini usiache kusubscribe channel hii. Nitakuwa nikikuombea kila ugonjwa,
kila ugonjwa ambao anahangaika nayo rafiki yako. Inawezekana ni wewe unasumbuliwa na ugonjwa wote, lakini nasema kabisa kama Mungu aishivyo, ugonjwa au utapotea kabisa, na itakuwa historia kwako ya kwamba siku moja niliumwa na Mungu alinifungua. Mungu akubariki.